Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM. Tusikilize na kutafakari ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 24 Machi. Isikilize sauti ya Mungu chini ya msalaba. Isikilize sauti ya Mungu chini ya msalaba. Mtakatifu Gaspari del Bufalo alipenda sana kuzungumzia juu ya msalaba wa Kristo kama mahali pa kusikia sauti ya Mungu. Mtakatifu Gaspari anatufundisha kuwa msalaba haukuwa tu chombo cha mateso, bali kiti cha mafundisho ya Mungu. Aliona kwamba pale ambapo Yesu aliteseka na kufa, ndipo upendo wa Mungu ulionekana kwa ukamilifu. Alisisitiza kwamba Mkristo anapokaa chini ya msalaba, yaani anapokumbatia changamoto na mateso kwa imani, anakuwa karibu zaidi na sauti ya Mungu. Kwa mtazamo wake, anasema msalaba ni shule ya kiroho ambayo inatufundisha uvumilivu, unyenyekevu na upendo usio na masharti. Ndiyo maana tukirejelea katika maandiko matakatifu, Injili ya Luka sura 23 aya 46, wakati Yesu anakufa alisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hii inatuonyesha na kutufundisha utii kamili kwa Mungu. Pia tunaona Maria na wanafunzi wake chini ya msalaba. Rejea Injili ya Yohane sura ya 19 aya 25 hadi 27. Inamwonyesha Maria na Yohane wakiwa chini ya msalaba. Hapo walipokea sauti ya Yesu akiwakabidhi kwa upendo. Pia Mtakatifu Paulo anaona msalaba kama mahali pa kusikia na kuishi Injili. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia ile sura ya 6 aya 14. Lakini mimi sitajisifu kwa lolote ila kwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Je, tunajifunza nini sisi wa Kristo wa leo, hasa tunapotafakari ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari? Mosi, changamoto za kila siku. Wakristo wanapokabiliana na magumu ya maisha, wanaitwa kuisikiliza sauti ya Mungu Baba badala ya kukata tamaa. Pili, sala na tafakari. Chini ya msalaba ni mfano wa ukimya wa kiroho ambapo Mkristo anatafuta mwongozo wa Mungu kupitia sala na kusoma neno la Mungu. Tatu, huduma kwa wengine. Kusikiliza sauti ya Mungu chini ya msalaba kunamaanisha pia kutenda kwa upendo kwa hasa wale wanaoteseka, kwa kuwa msalaba ni ishara ya kujitoa kwa wengine bila kujali lolote. Nne, mafunzo ya kiroho. Tunajifunza kuwa wavumilivu. Msalaba unatufundisha kustahimili na kuendelea kusonga mbele kwa utii. Kuisikiliza sauti ya Mungu kunahitaji moyo wa unyenyekevu na kutii mapenzi yake. Kwa kuwa na matumaini chini ya msalaba kuna mateso, lakini pia kuna ahadi ya ufufuko wa uzima wa milele. Kwa hiyo Mtakatifu Gaspari alitaka Wakristo waelewe kwamba msalaba ni mahali pa kusikia sauti ya Mungu, si kwa maneno ya haraka, bali kwa maisha ya imani, uvumilivu na upendo. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Anton Felix wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.